majukumu. Asante, ongera pia. Asante sana. Asante. Baba, tuko katika sherehe ama shamra hizi za kumpokea rasmi sasa Mhashamu Baba Askofu Msaidizi Josephat Bududu. Kwa ufupi sana, umefanikiwa kufanya naye kazi kwa ukaribu kabisa. Unaweza ukamzungumzia ni mtu wa namna gani? Asante sana. Kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Baba Askofu Msaidizi mteule ndani ya jimbo letu. Mungu amejiteulia kati ya watumishi wake ili aweze kutuongoza. Lakini vile vile jambo kubwa hasa ni kwamba Mungu hufanya kazi siku zote na wanyenyekevu. Namna alimuita Bikira Maria kushirikishwa kazi ya ukombozi na watu wengine wote, lakini kipekee zaidi leo tunavyoongelea Askofu Msaidizi mteule Bududu. Sasa yeye mnyenyekevu, nimefanya naye kazi kipekee zaidi kwenye shamla kama hizi sherehe hii. Alikuwa ni mjumbe wa kamati ya mapokezi ambayo mimi nilikuwa mwenyekiti wake kabla sijahamishwa. Nyakati zote amekuwa mnyenyekevu, akitili cha kwamba ni padre, alikuwa padre anazidi umri na mangamuzi ya kichungaji, lakini alijua kuheshimu mamlaka. Nadhani kwa namna hiyo, kwa sababu aliheshimu mamlaka na kuyasimamia, ndio maana Mungu amempandisha kumpa nafasi hiyo ya kusimamia hayo mamlaka na kuongoza. Kwa kikubwa zaidi katika utumishi ambao atauanza katika wenye daraja ya kiaskofu, basi tumuombe ili adumu katika fadhila za kimungu na aongoze vema watu wa Mungu ambao ndio mimi na wewe. Ndio. Asante. Una lipi la kuambia wana Jimbo Kuu Katoliki Tabora kutokana pia na zawadi hii ambayo binafsi tunaita ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hasa katika nafsi hii ya Baba Josephat Bududu? Kwa Jimbo Kuu la Tabora, kwanza tumuombe sana ili ayapokee majukumu na yatende vizuri, kwa sababu bila msaada wa sala hatuweza kufika popote. Lakini vile tunafahamu kwamba Wanajimbo la Tabora nafasi ni adhimu kwetu. Tuna miaka mingi hatujashuhudia askofu akiwa wafu katika maeneo yetu. Sasa tunashuhudia katika nafsi ya Askofu Msaidizi mteule Josephat Bududu. Kwa hiyo tumuombe ili anapoanza majukumu haya aanze vizuri na Mungu endelee kumtegemeza katika majukumu hayo. Asante sana baba. Kazi njema.